Sawa sawa, naelezwa ya kwamba kuna change of route. Security umetumiwa message hapo. Tafadhali tukitoka hapa mtu lead mpaka kwa kiwanja. Asanteni. I know today Suleimani will lead that. Asante. Today I know as you are seated here in church, you are going through so many temptations. You are going through so many challenges. The temptations of unemployment, the temptations of kukula tiagas kwa marali, the temptations of high cost of living, the temptations of overtaxation, the temptation of increased fuel prices. And I know as a parent, as you are seated here, you are going through the temptation of not having school fees for your child. You are going through the temptation of not being able to pay for medical expenses. And I want to remind you and tell you that in the book of 1 Corinthians 10:13, the Bible says that no temptation has overtaken you that is not common to man. And God is faithful. He will never tempt you beyond your ability. He will never allow temptation beyond your ability. And He's telling us that when you are tempted, He will also provide a way. And therefore, all these temptations we are going through, we have a way. And the way is Linda Mwananchi. Linda Mwananchi. Linda Mwananchi. Linda Kenya. I want to tell you in church, because of the various challenges that you go through, we worship a God of turnaround. May the Almighty God turn around your challenges. May He turn your sickness into healing. May He turn your addiction into freedom. May He turn your mess into a message. And may He turn your lack into abundance. Sisi kama Linda Mwananchi, sisi tutahakikisha tukomboe hii nchi. Hii nchi inataka watu ambao wameketi hapa mbele. Hii nchi inataka Gavana Orengo kuikomboa. Hii nchi inataka Gavana Orengo kwa sababu Gavana Orengo kila wakati anapigania haki yenu. Huyu gavana ndiye alienda kusaidia baba kule Supreme Court. Huyu gavana ndiye alikuwa one of the liberators wa hii nchi. Huyu gavana ndiye amekuwa akitutoa mpaka mimi mwenyewe kule kwa cell. Nikishikwa yeye ndiye anakuja. Nikiwa na petition yeye ndiye anakuja. Kwa hivyo gavana, Mwenyezi Mungu akubariki. Bishop, kila siku ombea huyu gavana. Huyu ndiye ni source of wisdom yetu. Pia hapa tuko na kiongozi ambaye ni gavana wa Vihiga, Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Huyu mheshimiwa, juzi ulidhulumiwa. Hakuna mtu yeyote mwenye wewe unachokozanga. Babu angefanywa hivyo, afadhali watu wangesema babu anaweza kuwa mchokozi. Lakini huyu gavana, huyu mheshimiwa Osotsi achokozi mtu yeyote. Osotsi hakukuwa kwenye rally akapigwa na magunzi. Tukienda kwa rally tunapigwa na gunzi. Tusipoenda rally tunataka hao magunzi wakuje. Tunajileta huko Kisumu. Mkuje, sisi pia tutakuja. Sisi hatutaki upuzi ya magunzi, lazima ishe. Hamtatutishia maisha yetu milele. Na tunasema hapa kwa kanisa, Bishop, tuombee hao magunzi, akili yao iwe sawa, wapewe kazi. Serikali iwezi kuwa inaandika watu kama gunzi, na waliambia vijana watapewa kazi. Kwa hivyo tutakuwa Kisumu, tutakuja kwa amani ili tucheze siasa yetu. Na pia hapa tuko na mheshimiwa
Senator Sifuna. Huyu ni kijana yetu. Huyu amedhulumiwa. Huyu amedharauliwa. Na wale watu wa Linda Ground walikuwa nasema wanataka power. Saa hizi sasa wanataka respect. Hawataki power, wanataka. Huyu mheshimiwa amepigwa sana vita. Tumepigwa na yeye, na sisi tunaitwa kama ma-outcasts. Hawa watu unaona hawa wote, they are the unwanted in the other family. Sisi ni wale watoto ambao tumefukuzwa, lakini sisi ndio tutakomboa hii nchi. Sisi ndio tutaleta mabadiliko hii nchi. Asante sana Sifuna, tutasimama na wewe, tuko na wewe, wewe ni ndugu yetu, tutajipanga hapa mbele. Asanteni sana, nichukue nafasi kukaribisha gavana wa Vihiga County, Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Karibu. Haya, wabasia wetu na kanisa yote